Nasema bado ni mgeni, bado ni mpya, sababu kama anamaliza labda ndo nakimilia mwaka, labda kimilia, sababu badala Joketi kama sikosei ndo aliletwa yeye. Na Joketi tupomwalika maulidi yetu wa mwaka jana, basi baada pale nadhani hakuchukua hata wiki mbili ikabidi ateuliwe kuweza kuwa mwenyekiti au katibu umoja kina katibu wa umoja kina mama akamishwa Dodoma. Tumeletewa ndugu yetu huyu, mimi binafsi ndio mwanzo kumuona na yeye pia ndio mwanzo na mimi kuniona. Nimwambie tu kwamba si mkuu wa wilaya wa pili kukanyaga hapa. Wa kwanza kukanyaga hapa ilikuwa ni Mrishogambo, na ingekuwa ni mchana nilikwambia zunguka hapo kwenye jengo letu, yeye ndiye aliweka jiwe la msingi. Alipoondoka Mrishogambo alikuja Hafsa alikuja si kwenye habara, alikuwa na kikao kakaa naye kaondoka. Baada yeye alikuja Kisa aitwa Bakisa mama mmoja wa kushiba hivi alikuja. Kwa kweli tutasema Mrishogambo aliacha hatari kubwa, na hata huyo ambaye hakutuacha hatari ni Hafsa. Bakisa huyu pamoja na aliyoyafanya, lakini aliwe kutuita wilayani kuweza kutoa mchango wake. Wakati huo ulikuwa tujafikia hatua kama hii. Baadaye alipita mmoja Gabriel, yule hatukuwa ikuwa naye. Baadaye ndo akaja huyo Joketi na akafanya aliyoahidi. Kwa wakati nzuri tumeletewa huyu. Nina imani kupitia nyayo za hao, sidhani kama atarudi nyuma, sababu lazima naye aweke historia yake. Mwanadamu katika ulimwengu unatakiwa utengeneze CV yako. CV ile basi uende nayo akhera kwa pamoja, ili uipate pepo. Ni watu wakatokondoka usemwe vizuri. Nadhani katika kwa wilaya aliyekaribishwa kwa majizawadi hakuna kama Joketi. Kwa nihudhurie ile, lakini bana niletea kadi kwa bahati mbaya nikawa niko safarini. Kwa imani na yeye atakayofanya. Wageni wote waliobakia nitawatangaza baada ya mheshimiwa atakapoondoka. Kwa nini anaondoka mapema? Sote twajua hivi sasa tuna mtihani wa darasa la 7. Sawa? Kama kuna mtihani wa darasa la 7, wakuu wa wilaya lazima wawe macho, wilaya zao zisije zikapatikana na kashfa yoyote ya kuchakachua mitihani. Kwa pamoja, kwa ni lazima tumruhusu aende, ila tutamwachia mambo au jambo kwamba sikio tu bado sana, nasema sana, bado usione mapambo haya. Kama nitakuingiza kwa viono utasema Sheikh Sogei tena cho hiki kichantosha. Na uko nyuma kote hapa sawa na wale dada zangu waliojikoboa uso lakini miguu myeusi, uso mweupe. Tumepamba isho ya mbele, ngana mtu akipita kidogo akutia. Uko nyuma sana. Lakini pamoja na hayo kuna mambo ambayo yanatusibu mawili makubwa. Hawa vijana leo kama tuenda tu magodoro wanaolalia hapo sakafini tuwafikia 40 na 50. Basi atapanya na nafua na polana. Hawa. Na tunajua aibu ni kitu ambacho
kitukufu, iwe ni elimu ya dini, iwe ni elimu ya kizungu. Tunasema tutukule ilma baada ubiswili. Kwa hiyo magodoro kwa ni muhimu. Wako 30 basi kama nimekosekana 15 wataalamu wawili, hilo la kwanza. Lakini kubwa zaidi ya hilo ni generator. Hadi ya umeme inatambulika kwa pamoja, na wala si ila umeme kukatika. Nataka niwaambie katika nchi za Uarabuni umeme wao hawatumii maji, wanatumia mafuta. Na Uarabuni maji ni mafuta, mafuta ni rahisi zaidi kuliko maji. Nilikaa miezi 2.5 Oman, nikakuta kila kitembea kuna jitenki limeandikwa maji, hasijaona tenki ya mafuta hata moja. Kwa maji kule yako ghali zaidi kuliko mafuta. Wale wenzetu wanatumia ile majenereta makubwa, yawezekana Mahongo mkaleta mjenereta wenu huo ikandonowasha Mungu nzima. Mafuta rais mmoja kwenda Sheli, mjomba wangu akateka gari Sheli kabla full tank, akatoa riali 100, zilirudi zaidi ya riali 80 70. Na mnavipa sababu mafuta rais sana. Sisi tuko pamoja. Na huko siku moja tukatangaziwa kesho kifika saa 5 umeme itakuwa hakuna na generator inafanywa service. Kwa katika umeme tuone jambo la kawaida. Na ndio hamtonikubalia. Sababu wengi mmezama kwenye siasa. Na siasa siku zote atakiwa yule aliyo kwenye cheo afunde kidogo tu basi akishapata mansa. Tuko pamoja. Kwa generator ndio kilio chetu. Na ili ujue ndio kilio chetu. Nilimwambia ndugu yangu nipigia simu juzi sababu masomo. Namwambia niulize generator huko ya uzwaje, akahangaika Tanga anakufika 860, 850, lakini huyu 8 huyu haondoki. Mheshimiwa, siseme kwamba wewe ni tajiri sana na majenda sana. Ila utajiri wako wewe wafuata na mimi ni wa watu. Una watu waweza ukatoa kauli kasikizwa. Basi kama utaona niwapate generator na vigodoro 15 20. Sasa matajiri hawatuogopi sisi mashehe. Lakini nyinyi watu wa kiserikali waogopa zaidi. Kwa nini? Siku moja tuko airport. Tunatoka hija Katani. Kuna kijana mmoja wa Kenya akashifu sana ile serikali ya kwao. Akaulizwa na mzee mmoja Kiarabu kwa maarufu huko Tabora, mwambia, "Wewe kijana, Kenya unashughulikia na simamizi na biashara. Kwamba basi nakuhusia mwanangu, usipende kuisema serikali. Serikali ikitaka kukufilisi, jua halifwi, wanatafuta shilingi usipate. Wajaletwa kodi ya milioni 500 kijikaji chako cha milioni 100. Utafungasha virago urudi nyumbani. Sasa ndio maana nyinyi wenzetu mwogopewa zaidi kuliko sisi. Kwanza sisi kwenda ofisini kwa tajiri inaonekana haja umba huyo. Wengine wameweka kamera, wale kingia kikofia kile, mwambeni sipo. Lakini sio wewe. Tajiri akiambia mkuu wa wilaya leo akutembelea, wake ni fahari kubwa sana. Kubwa mno. Wala haina kifaa. Kwa hiyo mheshimiwa, siseme uyafanye yote. Mungu atakufresha, atakujalia, lakini tuakupa ule mzigo utembee nao. Wabunge wote waliopita kina maji marefu, sina hata mmoja nimemuomba nusu kilo ya sukari wala kilo ya ugali. Hawa kwa wilaya wote hakuna nimemuomba kilo ya sukari wala kilo ya ugali. Kila nimemuomba na muomba mambo ya kijamii. Msikiti uko hivi, madrasa iko hivi. Msikiti uko hivi, madrasa iko hivi. Hata siku moja maji marefu ndio alikuwa rafiki yangu sana. Kwake nilifika sana.
lakini hakuna siku ndio njia yangu. Wallahi bila itakuwa tasumwa. Ningeenda na mueleza mambo ya kijamii, habari imekwisha, anatekeleza bila swasi. Kadhalika bwana Msamba hivyo hivyo. Ninapomweleza na mueleza mambo ya kijamii, habari ikachangia sana. Hii ikachangia sana. Ya mwaka jana kachangia sana. Na ana haja asema huu mchango niliokutumia ni mchango wa hadhara, sio wa magodoro wala sio wa jenereta. Alionieleza huu ni mchango wa hadhara 2.5, si wa magodoro wala si wa jenereta, ni kwa ajili ya hadhara tu. Tumswalie Mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Mwaka jana nilizungumza, nikanyosha kidole kikapanda Shabani, ni wanasiasa. Mimi nilikuwa Msaba hata simjui, hata rangi yake, hata sura yake, hata mwendo wake nilikuwa simjui. Mkatuletea nyinyi na sisi tukamkubali. Ndivyo. Lakini kwenye vyama kuna kitu cha kambi. Hizi kambi zinajavunjika lini hizi? Mtu miaka 5 basi kambi imesimama hafai. Hivi kweli ndani ya miaka 5 Bwida nini jimbo zima lina kata ngapi? Lina tarafa ngapi? Kwamba mtu atafanya mara moja kulala na kuamka, haiwezekani. Haiwezekani. Sitapenda kurefusha maneno, ila napenda kuwafahamisha hivyo. Ile Omani ilijengeka baada ya kuja Kabusi kwa muda. Huko nyuma baba yake Kabusi ile Omani ilikuwa mbaya, ndio manga wengi wakaja Tanzania. Historia ndio kuendelezwa kule. Shida ya kule, kijiji wananunua kansula kwa juu ya mti pale. Mtu akiwa na safari ya baya na Dar es Salaam akirudisha pale. Hao wa zamani. Kabusi alipokuja na yule alisomea Ujerumani sio huko, ndio akaja na utaalamu akaitengeneza Omani. Omani imetengenezeka. Kama wewe ni mfanyakazi ukifa, mke wako analipwa mshahara wako, wewe mpaka naye afe. Wewe ukifa kama una akiba yako pia ya kidisiwa. Kwa mheshimiwa, sipotezee muda. Tunakuwa msalimiane na Waislamu, usalimiane na wafuasi wako. Napata bahati umekuja hapa, pana watu wa Lushoto, pana watu wa Handeni hapa, pana watu kutoka Mpinga hapa, wote wanaohudhuria katika hadhara hii. Kwa hiyo nikipenda tuwe salamu, tuwe tamko, tuwe neno, nafasi ya kwako mwenyewe siweze kukupangia, kwa sababu wewe mwenyewe ndio unajua anaendaje wapiga ngoma, lakini wajua je nani uliko wapi. Sasa kama utaendelea kupiga ngoma mpaka lazima ni wewe mwenyewe, lakini sisi hatukupangia. Karibu mheshimiwa.